Bana, stories za watu kutoka kwenye record label zimeendelea kushika kasi kwa sababu mwaka huu peke yake wameondoka wasanii wengi kwenye record label. Ukianza na Mbosso Khan ambaye alitoka katika record label WCB mwanzoni kabisa mwaka huu, lakini na hakulipishwa hata 100. Inasemekana kwamba hakulipishwa hata 100, na kuna vitu tu vilikuwa wameviweka sawa yeye na bosi wake Diamond, na hatimaye wakaweza kuachana, kumalizana haki kabisa. Lakini mtu wa pili ni Yami TZ ambaye alikuwa ni msanii wa Nandy the African Princess. Naye amejiondoa kwenye record label hiyo na kuonesha nia ya kuweza kufanya kazi yeye mwenyewe, yeye kama msanii anayejitegemea. Kwa hiyo huyo ni Yami the African Princess, lakini taarifa kamili kuhusu chanzo cha kutoka kwake bado hazijatoka, na bado tunaendelea kufuatilia ni nini kilicho ingawa watu wanahusisha jambo kwamba alikuwa na mahusiano na Billnass, lakini hizo ni tetesi tu za hapa na pale kuweza kunogesha tu mtandao, lakini hatuna taarifa kamili za ithibati kuonesha kwamba Billnass alikuwa na mahusiano na Yami, na ndo historia ambazo zipo kwa sasa hivi inaonekana, lakini si kweli. Lakini msanii wa tatu ni Lava Mr. Love Bite ameweza kuaga rasmi katika mashindano yale ya WCB Wasafi, na kuna kitu ambacho pengine watu walikuwa wanajiuliza ni Lava ametokaje, lakini ni kwamba inasemekana tu ni mkataba wake umeisha, kwa sababu ni muda tuseme aliposainiwa WCB. Kwa hiyo hata kabla ya Mbosso, Lava alikuwa ni msanii wa pili kusainiwa WCB. Kwa hiyo mkataba wake umemalizika na amepewa mkono wa kwaheri kufanya kazi yeye mwenyewe kama solo artist, na watu wamemtakia kila la kheri huko aendako. Lakini sakata jingine pia ni la Ibra Chinga ambaye ni msanii nguli kutoka record label ya Konde Gang, na yeye amenukuliwa akitaka kuondoka, lakini pia kukiwa na ugumu wakimwambia kwamba alipe bilioni 1 ili aweze kutoka katika record label ya Konde Music Worldwide. Kwa hiyo ili sakata ni kubwa kwenye watu kutoka kwenye record label. Kwa hiyo tunajiuliza swali, na mimi na wewe tujiulize hili swali: hawalipi vizuri? Record label hazina maslahi au ni changamoto ni nini? Niambie hapo kwenye comment tuone namna gani ambavyo inakuwa. INYN TV.